Kuna msemo unaosema nyota njema huonekana asubuhi, na hii imejidhihirisha kwa kijana Estevão William kutoka nchini Brazil. Na haya ni makala fupi kutoka hapa Stein TV, ukiwa na mimi msimuliaji wako Prix Mafoto. Estevão William ni kijana aliyezaliwa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2007. Estevão William ni winga wa Brazili ambaye alianza uchezaji wake katika akademi ya vijana za Cruzeiro na Palmeiras kabla ya kuhamia Chelsea mnamo mwaka 2025. Akijulikana kwa kupiga chenga na ustadi mzuri akiwa uwanjani, alipewa jina la utani Messinho mapema katika taaluma yake hiyo ya uchezaji wa mpira. Pia amewakilisha Brazili katika ngazi za vijana na wakubwa, akiweka rekodi ya kuwa mfungaji bora mwenye umri mdogo zaidi katika timu ya wakubwa tangu pale mwaka 1958 ambapo Pele aliweka rekodi hiyo. Ilipofika mnamo mwaka 2017 hadi 2021, Estevão William alianza kazi yake ya ujana katika kituo cha Cruzeiro. Lakini ilipofika mwaka 2018, akiwa katika klabu hiyo hiyo ya Cruzeiro ya vijana, Nike walimuona kijana na pia ilimpelekea Estevão William kusaini mkataba wa kitaaluma na Nike akiwa na umri wa miaka 10 na kuwa mchezaji mdogo zaidi wa Brazili kufanya hivyo. Mnamo mwaka 2021 mpaka 2024 alihamia katika klabu ya Palmeiras ya vijana na kuendeleza maisha yake ya soka ya ujana. Ilipofika Disemba 2023, akiwa Palmeiras alianza kucheza soka lake la kwanza akiwa na miaka 16 na miezi 8 na kuwa mchezaji wa 4 mwenye umri mdogo zaidi katika klabu hiyo. Mnamo mwaka 2024, Palmeiras alikuwa na msimu bora, akifunga mabao 13 na kutoa assist 8 kwenye Serie A ya huko nchini Brazil, na kuvunja rekodi iliyokuwa ikishikiliwa na Neymar ya kuchangia mabao mengi kabla ya kufikisha miaka 18. Mnamo Juni 2024, Chelsea ilimsajili na kuwa mchezaji mdogo sana kwenye uhamisho ulikamilishwa Agosti 2025 baada ya kufikisha umri wa miaka 18. Ilipofika Julai 2025, Palmeiras dhidi ya Chelsea, alicheza mchezo wake wa mwisho kwa Palmeiras katika robo ya finali ya kombe la dunia la klabu ya FIFA, ambapo alifunga dhidi ya klabu yake ya baadaye, ambapo Estevão alifanikiwa kushinda goli katika mchezo huo na kuwafunga Chelsea. Ilipofika Agosti 2024, kijana huyo wa Kibrazil alipokea mwito wake wa kwanza kwenye timu ya taifa ya wakubwa ya Brazil. Mnamo Septemba 2024, katika timu ya Brazil alicheza mechi yake ya kwanza katika mechi ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Ecuador. Ilipofika Agosti 2025, alianza mechi yake ya kwanza akiwa Chelsea kwenye ligi ya Premier dhidi ya Crystal Palace. Ilipofika Septemba 2025, akiwa na timu yake ya taifa ya Brazil, alifunga bao lake la kwanza la kimataifa katika mechi ya kufuzu kombe la dunia na kuwa mfungaji bora mwenye umri mdogo zaidi wa Brazil tangu Pele. Katika umri huo, kijana Estevão Williams alifanikiwa kukusanya mataji kama ya Palmeiras Serie A ya Brazil mwaka 2023, Campeonato Paulista akiwa na umri chini ya miaka 15 ikiwa ni mwaka 2021, kombe la dunia la vijana chini ya miaka 17 2022 alifanikiwa kutoa kombe hilo. Lakini pia alifanikiwa pia kutoa ubingwa wa Brazil Serie A akiwa na umri chini ya miaka 17 2023. Lakini pia mataji yake binafsi ambayo alifanikiwa kuchukua ni pamoja na tuzo ambayo alichukua mwaka 2024, lakini pia akichukua tuzo ya mchezaji chipukizi katika Serie A, lakini pia alifanikiwa pia kuchukua tuzo ya mchezaji bora zaidi 2024. Na hayo ndiyo mafanikio mpaka sasa ya Estevão William, na amekuwa ni mchezaji ambaye akizungumzwa sana kwa sasa ulimwenguni. Je, unadhani anaweza kuendeleza wimbi lake hilo na kufikia level za kina Neymar na Ronaldinho?
Dondosha komenti yako hapo, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia kushare na kwa watu wengine kupata makala hii ya Esteval William. Ulikuwa na mimi Prix Mafoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia usisahau kutembelea ukurasa wangu wa Instagram @PrixMafoto_. Ni wakati mwingine, bye bye.